Ulikuwa mchezo mzuri na ni mchezo ambao ulikuwa umebezi zaidi kwa upande wa klabu ya Simba ambao wamedominate mchezo kwa kiasi kikubwa, na licha ya kufanya mabadiliko makubwa kwenye kikosi chao, kikosi kile ambacho kilicheza dhidi ya Coast kwa asilimia kubwa ni kikosi ambacho kimejirudia kwenye mchezo wao leo hii dhidi ya TMA. Kwa hiyo utaona kabisa jinsi ambavyo Simba walifanikiwa kudominate mchezo kuanzia katika eneo la kiungo, wanamiliki mpira, wachezaji wao maeneo ya pembeni, Valentin Noma, lakini Shomari Kapombe wanapanda kabisa, wanatengeneza nafasi. Changamoto kwa upande wa Simba ni namna ya kuconvert nafasi kuwa mabao, ndio kitu ambacho kimewafanya wameshindwa kufunga mabao mengi leo hii, lakini waliweza kabisa kumiliki mchezo kwa kiasi kikubwa. Kwa upande wa TMA, timu ambayo iko championship, ni timu ambayo ina uwepo wa wachezaji ambao wameshawahi kucheza ligi kuu. Ramadhani Kapera, mshambuliaji huyu, lakini pia Sixtus Sabilo ni miongoni mwa wachezaji ambao wamecheza ligi kuu. Kwa hiyo ile pale ilifanya wasiwe na pressure. Ukiangalia jinsi ambavyo walikuwa wanacheza, hawana pressure, hawajapaki basi, wanapiga pasi, wanatengeneza nafasi, lakini walikuwa wanazidiwa zaidi ya quality ya wachezaji wa Simba ilikuwa kubwa kuliko ya wachezaji wa TMA. Kwa hiyo Simba walikuwa na nafasi kubwa ya kupata matokeo mazuri, tofauti na haya ya ushindi wa mabao 3. Walikuwa na uwezo wa kufunga hata mabao 5 mpaka 7. Lakini kuna kitu pia nimekiona Isa, Simba mara nyingi wakipata matokeo wakiwa na uhakika na ushindi, ile fighting spirit kwa upande wao inapungua. Kama utakumbuka, kuna mchezo ambao walicheza dhidi ya Tanzania Prisons katika uwanja wa KMC kwenye ligi, waliwafunga Tanzania Prisons mabao 3-0 ndani ya dakika 45 za kipindi cha kwanza. Baadaye kipindi cha pili wakaingia tu kucheza kawaida. Ile fighting spirit ambayo walikuwa nao katika kipindi cha kwanza haikuwepo, na hicho kitu nimekiona pia katika mchezo wa leo hii. Wamepata mabao mawili ndani ya dakika 5, ilikuwa ni dakika 16 na dakika ya 19. Ndio. Kwa walivyopata mabao mawili ndani ya zile dakika 5, kwa kuanzia dakika 20, unaona jinsi ambavyo wanacheza, wana ile hali ya kuridhika fulani, kitu ambacho kwangu mimi naona sio kizuri. Wanatakiwa kuwa na fighting spirit kwa dakika zote. Kwa hiyo au ni machache tu ambao nimeyaona kwenye mechi ya leo. Kwa timu gani kwa mchezo wa siku ya leo, lakini amekuwa na nafasi nyingi ambazo amezipoteza. Nera Juma, umekionaje kiwango chake na pengine kinatoa taswira gani kwenye klabu ya soka ya Simba? Ni moja kati ya wachezaji ambao walikuja na matarajio makubwa sana ndani ya kikosi cha Simba Sports Club. Kila mmoja ambaye alikuwa anaona ujio wake baada ya Simba kutoridhishwa kwenye pre-season na uwezo aliokuwa nao striker Fred Michael Kubran, na mwalimu akaomba kuongezewa mshambuliaji, akaongezwa yeye Lionel Christian Ateba. Na sababu kubwa za kuongezwa kwake ni kwenda kuongeza kasi na nguvu na uwezo mkubwa wa kumalizia nafasi ambazo zinatengenezwa na Simba Sports Club kwenye eneo la mbele la uwanja. Lakini kwa bahati mbaya hali imekuwa tofauti. Lionel Christian Ateba alianza kwenye spidi kubwa sana, alikuwa na convert nafasi ambazo anazipata kwenye michezo ya kwanza, lakini kadri siku zinavyozidi kwenda amekuwa ni mwepesi wa kupoteza nafasi nyingi za wazi kwenye michezo mingi sana. Kwenye mchezo wa leo Lionel Christian Ateba ameendelea na ile hali yake ambayo ilikuwa inamkumba siku za nyuma za kupoteza nafasi nyingi za wazi. Mchezo wa leo kama angekuwa mtulivu, alikuwa na uwezo wa peke yake kuweka mipira 4 wavuni, lakini kwa bahati mbaya amefanikiwa kufunga goli moja tu katika nafasi 7 ambazo ametengenezewa kwenye mchezo wa leo. Katika nafasi hizo 7 kuna nafasi 4 ambazo zilikuwa ni clear kabisa chance ambazo alikuwa anaweza kuzikwamisha na kuweza kupata magoli, lakini kwa bahati mbaya kiwango chake kimekuwa kikiwa duni kila siku. Amekuwa ni mshambuliaji ambaye anapoteza nafasi nyingi sana. Hata haya magoli ambayo tunadiriki kusema kwamba Simba Sports Club anashinda magoli machache, labda akipata magoli 3 anakuwa kama ameswitch off na wameridhika na mchezo. Hapana, Simba anatengeneza nafasi nyingi sana kwenye kila mchezo. Tutarejea hata mchezo dhidi ya Bravos, kwenye mashuti 20 Simba walifunga goli moja. Unaona 25. Yes, mashuti 25 Simba walifunga goli moja. Mchezo wa leo Lionel Christian Ateba yeye kama yeye tu amepoteza nafasi 7 za kufunga, amefunga goli moja. Unaona ni jinsi gani ambavyo Simba wanahangaika kutengeneza nafasi kila eneo la uwanja, lakini watu ambao wanazipata zile nafasi kwenye kuzitumia ndio inakuwa ni changamoto kubwa sana. Hata Joshua Budo Mutare naye amekuwa na kiwango cha sintofahamu. Leo hii nadhani performance yake inaweza ikawa imewadisappoint sana mashabiki wa Simba Sports Club. Hawajawa na performance nzuri, japokuwa wamecheza mchezo mzuri na wamepata matokeo, lakini kwa upande wa Lionel Christian Ateba pamoja na Joshua Budo Mutare
still bado anaendelea kumpa wakati mgumu sana mwalimu Fadlu Davis, kwa sababu kuelekea katika mbio za ubingwa huko mwishoni unahitaji kuwa na wachezaji ambao wana consistency ya performance kubwa sana na wasiopoteza nafasi za wazi, lakini kwa jinsi ambavyo anacheza Lionel Ateba, sitoshangaa kama Steven Dese Mukwala atachukua nafasi na kuanza kwenye kikosi cha kwanza siku za mbeleni. Na ndio kitu ambacho ningetaka nikuulize hicho. Unadhani ni wakati sahihi sana wa kocha Fadlu kwa sasa hivi kuanza kumwamini Steven Dese Mukwala badala ya Christian Ateba Mbida? Yote kwa yote anakuwa ni uamuzi wa mwalimu, lakini kwa kuwa mpira unachezwa hadharani na kila mmoja anaona ni jinsi gani mpira unavyochezwa, nadhani Dese Mukwala ameanza kuonyesha kwamba kuna kitu ambacho anaweza kawaofa zaidi Simba Sports Club, kwa sababu Steven Dese Mukwala kwenye yadi ya penalty box, mipira mingi ambayo inaanguka kwenye miguu yake amekuwa akiwa na uwezo mkubwa wa kuiconvert, na kwa bahati nzuri mchezo wake wa mwisho dhidi ya Coastal Union aliweza kufunga hat-trick. Inaweza kuwa ni mchezo ambao uliboost zaidi confidence yake kuelekea mwishoni mwa ligi kwa Tanzania bara. Kama atapata nafasi, nadhani ni mtu ambaye ana deserve kuanza kwenye kikosi cha Simba kutokana na fomu ambayo Lionel Christian Ateba kwa sasa hivi amekuwa nayo. Christian Ateba hajawa na fomu nzuri kiasi kile kwa kipindi cha karibuni. Amekuwa akipoteza nafasi nyingi sana za wazi. Sio mchezo huu tu, mchezo wa Namungo alipoteza nafasi ya wazi kabisa ya kufunga. Alipoteza mkwaju wa penalty pia. Unakuja kuangalia mchezo uliofuatia pia akapoteza clear chance ya kufunga. Kama amekuwa na consistency ya kupoteza nafasi za wazi kwenye michezo ambayo unapigania ubingwa, kuna michezo ambayo watamweka kwenye tight space, atashindwa kupata nafasi hata moja na atashindwa kuconvert hata hiyo half chance ambayo anaipata. Kwa hiyo ni jambo ambalo mwalimu Fadlu Davis anapaswa kufikiria mara mbili kwa kitu gani ambacho anakihitaji. Kama anahitaji magoli, QFS kabisa ampe nafasi Steven Dese Mukwala. Amekuwa akionyesha kuwa na mwendelezo mzuri na ameanza kujiamini kwenye eneo la mbele, lakini kwa upande wa Lionel Ateba, mimi binafsi naona kabisa performance yake imeanza kudrop, sio yule ambaye alianza msimu. Ndani ya misimu hii miwili, msimu uliopita na msimu huu, ni timu ambayo inafanya vizuri pale championship. Wanajitahidi kuwa na timu ambayo inafundishika. Hata ukiangalia pattern yao jinsi ambavyo wanacheza, wanaweza kupossess, wanapiga pasi fupi fupi, hawaogopi kufanya build up kuanzia chini, japokuwa quality yao ndio ndio wanazidiwa na Simba Sports Club. Lakini hili la kukosa magoli kwa Ateba, unajua kweli tunaweza kusema TMA wana timu bora, lakini ukikosa magoli ya wazi kabisa, yani wewe na mlinda mlango au wewe na nyavu, hamna kitu ambacho kinaleta usingizio tena. Kuna cross leo hii amepiga somebody kama sikosea ilikuwa ni Kevin Kijiri. Lakini Lionel Christian Ateba kipindi analiangalia goli akairudisha cross kule kule ilikotokea. Sasa makosa kama haya hatuwezi tukaangalia unakosa dhidi ya timu ya aina gani, kwa sababu ingekuwa unakosa kwenye eneo ambalo watu wamekufanyia tight marking tungesema ni kweli, lakini kama unapoteza nafasi za wazi, haijalishi unacheza na timu gani. Na kitu ambacho kinamuumiza zaidi Ateba, hii performance yake yeye kwa sasa hivi imekuwa na consistency kubwa sana. Yani performance yake mbovu imekuwa na muendelezo. Tokea kuanzia kwenye mchezo dhidi ya Fountain Gate ambao aliziwia mpira wa Steven Dese Mukwala ambao ulikuwa unaelekea wavuni. Mchezo uliofuatia pia hakuperform vizuri. Wakati wa kucheza kama sikosea na Tanzania Prisons akakosa pia goli la wazi. Kwa hiyo unaona ni jinsi gani ambavyo amekuwa na consistency ya performance mbovu. Hichi ni kitu ambacho kwa haraka kabisa anapaswa kisahau, arudi kwenye mstari kuweza kuisaidia Simba kupigania ubingwa. Lakini anaweza kufanya turning kwa mapema na kurudi kwenye hali yake ya kawaida kuweza kuisaidia Simba, ndio kitu ambacho kinaonekana kuendelea kumchanganya, kwa sababu kwenye michezo kama hii ambayo unacheza na timu ambazo zipo madaraja ya chini na ukija kuangalia quality ya wachezaji ambao wanao Simba Sports Club, ndio unapaswa kuitumia kama turning point yako wewe kuweza kujijenga na kuirudisha confidence yako. Lakini kwenye mchezo kama huu yeye ndo amezidi kupoteza nafasi nyingi za kufunga, na amefunga nafasi moja tu ambayo katika nafasi 4 ambazo alizipata kwenye mchezo wa leo. Na hakuna kitu kingine ambacho anaweza kuja kuprove zaidi ya hiki ambacho anatuonyesha. Ukiangalia namna yake ya uchezaji ndio ile ambayo alikuwa anacheza Power Dynamos, ndivyo ambavyo anacheza na klabu ya Simba. Kitu ambacho kimemiss ambacho alikuwa anakifanya Power Dynamos ni numbers ambazo zimepungua, kwa maana kwamba wakati yuko Power Dynamos hakuwa na namba nzuri, amekuja Simba hizo namba ambazo hazikuwa nzuri kule Power Dynamos hapa ni kama zimezidi kuwa mbaya zaidi kwa klabu ya Simba, kwa maana sio tena bora kwenye kutengeneza nafasi na wala sio bora tena kwenye uso wa goli kwa maana ya kuweza kufunga. Na Simba anapomsajili mchezaji wa pembeni, maana yake kitu gani ambacho anakihitaji kwa mchezaji? Wanachohitaji ni kuweza kuongeza idadi ya numbers kwenye eneo la pembeni, kwa maana kwamba ukiwa na winger wa kisasa, maana yake unahitaji upate mabao, unahitaji upate assist kutoka kwa huyo mchezaji. Kama unakumbuka msimu uliopita Simba waliachana na Willy Esomba Onana, na sababu kubwa ya kuachana na Willy Esomba Onana, waliachana naye kwa sababu tu alikuwa na vitu vingi sana anafanya, ni ball dancer, anaweza kuburudisha, lakini namba zake hazikuwa nzuri. Kwa hiyo unapokwenda kuachana mchezaji ambaye kama Willy Esomba Onana ambaye alikuwa ana entertain kwenye football kwenye mechi zake,
lakini kitu ambacho kilikuwa kina miss kwake ni namna ambavyo anaweza kwenda kuamua mechi kipindi ambacho unamhitaji kuweza kuamua mechi. Na Willy Osomba Onana ukimtaja utataja mechi yake dhidi ya Wydad Casablanca, ndio mechi yake bora aliyocheza dhidi ya Simba. Ndio. Kuna baadhi ya nyakati ambazo unaweza kusema kwamba Willy Osomba Onana alifanya vizuri, lakini kwa Joshua Budo Mutale hakuna mechi ambayo unaweza kusema kwamba hii ni mechi ambayo Joshua Budo Mutale alikuwa kwenye ubora wake. Hata mechi ya kwanza ya kilele cha Simba Day alikuwa ni machachari zaidi kuliko kuwa hatari. Kwa hiyo kwangu mimi binafsi kwa Joshua Budo Mutale kumpa muda, sioni kama atakuwa kuna kitu Simba ambacho anatarajia kutoka kwake. Labda kuna kitu ambacho anaweza kuja kuofa. Kwa mimi binafsi kwa uhitaji wa klabu ya Simba, vitu ambavyo wanahitaji klabu ya Simba, wanahitaji kuweza kupata mchezaji mwingine nje ya Joshua Budo Mutale. Malengo ya klabu ya Simba ni kufanya vizuri kwenye michuano ya kimataifa. Unaona rais wa heshima jinsi ambavyo amekuwa akizunguka kuweza kwenda kuhakikisha kwamba timu yake inakuwa miongoni mwa brand kubwa sio tu Afrika bali pia hata Europe. Unaangalia alikuwa kwenye ziara Stuttgart. Kwa malengo ya klabu ya Simba ni kuweza kuhakikisha kwamba wanafanya vizuri kimataifa. Unapofanya vizuri kimataifa lazima uwe na wachezaji ambao wanaendana na hayo malengo ambayo wamejiwekea. Kwa kwangu mimi binafsi kwa Joshua Budo Mutale sioni kama Simba wanaweza kunufaika naye kwa namna yoyote hiyo. Na kwa namna ambavyo umezungumza, maana yake ni kwamba ni bora Simba wangembakisha Willy Onana kuliko kumleta Joshua Mutale. Binafsi kwa Willy Osomba Onana kuna nyakati alikuwa anaweza kuiamua timu. Yaani kuna mechi inakuwa ngumu lakini Willy Osomba Onana yeye mwenyewe binafsi anaweza kuamua. Mfano ni game ya Wydad Casablanca wakati Simba anafuzu kwenda robo finali. Ilikuwa ni ubora wa Willy Osomba Onana, mabao yake mawili ambayo aliweza kwenda kuyafunga. Kumbuka mechi ya mwisho wakati Simba na Azam wanang'ang'aniana nafasi ya pili, mechi dhidi ya JKT Tanzania, mechi ambayo ilikuwa ngumu sana. Dakika za mwisho yeye anakwenda kuamua matokeo kwenye ule mchezo. Kwa kwangu mimi binafsi ukiangalia Willy Osomba Onana kuna nyakati ambazo alikuwa yeye mwenyewe binafsi anaweza kwenda kuamua mechi. Shida ya Willy Osomba Onana ni mchezaji ambaye ni mjivuni aina ya wachezaji kama akina Neymar Junior dos Santos. Kwa maana kwamba anacheza pale ambapo anajisikia. Kwa hiyo siku ambayo akiamua kucheza mpira ulikuwa unaona ubora wa Willy Osomba Onana. Lakini siku ambazo hata kuwa fit huwezi kupata ubora ambao Willy Osomba Onana yuko nao. Lakini kwa Joshua Budo Mutale tunaweza tukakaa huko ndani tukazungumza kwa maana kwamba ni mechi gani ambayo unaweza kusema kwamba hii ni mechi ambayo Joshua Budo Mutale anajivunia vizuri. Lakini ukiangalia pia hata numbers ambazo alikuwa nazo Willy Osomba Onana msimu uliopita, mabao 6, assist 2 kwenye michezo kwenye dakika ambazo zilikuwa hazifiki 1000. Ukienda ukizigawanya hizo dakika ambazo alicheza Willy Osomba Onana, unaona kabisa kwamba wastani wake pia haukuwa mbaya sana. Na hakuwa na bao la penalty hapo. Hakuwa na bao la penalty. Kwa hiyo nataka kuniambia wachambuzi hapa, wakati tukielekea kuchezesha draw, dakika imesalia moja tu, ni kwamba toka misimu miwili aondoke John Raphael Bocco, aondoke Medi Kagere, hawa ndio walikuwa washambuliaji hatari Msimbazi. Hakuna tena mpaka hivi sasa. Na pengine ndio sababu ya kuifanya Simba ipoteze taji la ligi kuu pia kwa misimu hii mitatu mfululizo. Hapana, kuna msimu ambao Simba walipita washambuliaji wakaziba yale magepo ambayo waliacha kina John Raphael Bocco. Alipita Moses Firi akiwa katika form bora kabisa. Lakini majeraha yakaja kumsababisha Firi asiwe yule ambaye watu walimtarajia. Akaja Jean Otos Baleke, akaja kuonyesha ni jinsi gani ambavyo anaweza kuziba lile gap. Naye akaonyesha kwa kipindi kifupi, akashindwa kufikia yale matarajio, Simba wakaachana naye. Haikujulikana sababu gani ambayo ilipelekea zaidi wao kuachana na hao washambuliaji wawili ambao walikuwa wanaonekana kuwa mwiba mchungu kwa timu pinzani na kwenda kumsajili Fred Michael Cobran pamoja na Pau Marijobe. Kwa hiyo yawezekana kwamba wale ndio walikuwa washambuliaji wa mwisho wenye uwezo mkubwa zaidi kupita ndani ya Simba Sports Club. Lakini je, hao wachezaji wa hapa katikati ambao walipitia kama Moses Firi pamoja na mtu kama Jean Otos Baleke, kipi ambacho kilipelekea waondoke? Hawakumshawishi mwalimu ama hawakuwa na ubora mkubwa kucheza ndani ya Simba Sports Club? Kwa sababu kwenye kila mechi ambayo walipata nafasi ya kucheza walidhidi kucheza vizuri na walidhidi kuprove kwamba wao ni wachezaji bora. Lakini kwenye kipindi cha karibuni timu zote za Tanzania zimekuwa zikistruggle kuhusiana na eneo la namba 9, kupata striker ambaye anaweza akakupa kila kitu kwenye pitch na anaweza akakuonyesha kwamba yeye ni mtu katiri zaidi ndani ya 18. Imekuwa ni kazi ngumu sana tokea kuondoka kwa Fiston Kalala Mayere. Sio Simba sio Yanga, wote bado wanaendelea kustruggle kwenye eneo hilo. Sawa, bana, huyo ni Nation Nira Juma. Kuna mtu pia leo hivyo hivyo.